Katika ukimya wa wodi za wagonjwa wa akili ambapo macho huongea zaidi ya maneno, taasisi ya Jamiatul Akhlaqul Islamia JAI iliingia si kwa makelele bali kwa matumaini. Mikononi mwao walibeba si tu sadaka za vyakula bali pia zawadi ya nadra ya upendo wa kweli na msikio wa kusikiliza. Siku ya leo haikubadilisha tu maisha ya wagonjwa bali pia iligusa mioyo ya walioshuhudia, ikikumbusha kuwa hata katika giza kinene cha akili kuna mwangaza wa utu, huruma na matumaini. JAI haikuja kama wahisani wa kawaida, walikuja kama familia, kama marafiki, kama binadamu waliokuja kukumbatia waliosahaulika. Na kwa tendo hili dogo lilijaa maana kubwa, waliandika ukurasa mpya wa matumaini katika safari ya afya ya akili. Na hapa tuwasikilize viongozi wa taasisi hiyo. Leo ni siku ya Eid al-Adha. Tumeweza kutembelea katika hospitali hii ya Kidongo Chekundu, hospitali ya wagonjwa wenye matatizo ya afya ya akili. Tumekuja Jamiatul Akhlaq Islam katika hospitali hii kwa mara ya kwanza kwa ajili ya kuja kuwafariji wagonjwa, na wao wanakuwa nayo nafasi ya kuweza kusherehekea sikukuu hii ya Eid al-Adha. Kama kawaida tumekuja kwa ajili ya kuwapa furaha na wao. Kwa hivyo hii ni moja katika kazi zetu, kuja katika hospitali kuwatembelea wagonjwa ambao wanakuwa na matatizo mbalimbali. Leo tumepata fursa hii kuja katika hospitali hii na tumepokelewa vizuri, wakiwemo madaktari wenyewe wakisema kwamba hawakupata kuona furaha ambayo waliipata wagonjwa kuliko matembezi ya leo. Kwa hivyo sisi tumefarijika na wagonjwa wamefarijika, na tunasema tu hili ni suala ambalo linapaswa kufanywa na jumuiya yoyote au na mtu yoyote. Washukuru kwa mwongozo wenu unaoongoza vijana wetu hao wagonjwa, na Allah wape subra nyingi sana. Inshallah leo tuko hapa tunawakabidhi mzigo wetu huu hapa, sadaka zetu pamoja na wafanyakazi wenu kwa ajili ya kufanyaje, kutuombea dua na sisi inshallah. Na vile vile tunawapa pongezi wengine taasisi nyingine na wao wajiunge, washiriki na wao, kwa sababu hawa pia ni sehemu ya watu wanaotaka kupewa mali wazo biiznillah. Tunamuomba Allah na madaktari wetu inshallah Mwenyezi Mungu awape imani kama tulivyowakuta. Tumewakuta katika hali nzuri madaktari kuwabembeleza wagonjwa na kuwasaidia vizuri, na tumewakuta wagonjwa wazuri weupe kwa vile inshallah tunaomba madaktari wetu wasiwe wakali, wawachukulie maana ndo wagonjwa. Nao madaktari walipata fursa ya kuzungumza baada ya kutolewa sadaka hiyo. Tunashukuru sana, tumepokea zawadi zenu. Chochote kitokacho kwa mtu si kidogo. Tunaishukuru jumuiya yenu kwa kuja hapa kuwaona wagonjwa, kuwafariji, kuwapa moyo, wamefurahi. Siku kama ya leo nao wanatamani kwa katika familia zao kuweza kujumuika nao kwa pamoja. Lakini ujio wenu umezidi kuwapa bashasha na wao wamefurahi. Tumeshukuru sana ujio wenu. Wagonjwa wetu ni kama tulivyowaona wamefurahi sana sana sana. Asanteni sana. Mama mmoja alionekana mnyonge lakini mwenye uso wa matumaini alinyanyua mikono ya heshima na kusema kwa sauti ya uchungu na shukurani. Taasisi ya JAI imekuja kutoa sadaka na kuwafariji wagonjwa. Sadaka hii unaichukuliaje? Nimepokea kwa mikono miwili vizuri sana. Unawaambia nini yani? Nakwambia ni asante, muendelee kutolea wagonjwa wengine hospitali, na sisi tuliokuwepo Mwenyezi Mungu atupe moyo. Subira tupite tukatembelea wagonjwa wafariji kama hivi. Haya, asante. Ulichokuwa nacho kwa mwezi usikidogo. Mwisho wa tukio hilo, Amiri Mkuu wa JAI Zanzibar Dr. Salum Seif alielezea mikakati inayofuata baada ya utoaji wa sadaka hiyo. Tunamshukuru Allah, leo tumekamilisha zoezi letu hili katika Eid al-Udhuhiya la kuleta sadaka kwa wagonjwa wetu na wafanyakazi wetu ambao wamejitoa kuacha famili zao na kushughulikia wagonjwa hawa katika kutekeleza majukumu yao, na ili kuwafariji wao wajione tuko pamoja nao. Basi tumekamilisha zoezi la kuwapa sadaka ili waweze kufurahi. Na baada ya zoezi hili inshallah tuna ratiba yetu ni mfungo 6. Tukijaliwa kila mfungo 6 huwa tuna program ya kwenda kuwatembelea
wafungwa katika magereza, lakini hasa tunajaribu kuangalia vipi tutawatoa kuwakomboa wale wafungwa ambao walikuwa na kesi za kawaida, labda wameshindwa kulipa faini, pengine ukitizama walikuwa na makosa au wameingizwa makosani kutokana na mambo ya kibinadamu, kwa hivyo hawa wanahitaji usaidizi. Kwa hivyo tunaangalia na tunatoa wito kwa wadau. Alhamdulillah, mwaka jana tuliweza kumkuta mama mzazi akiwa na kitoto kichanga, na mama yule kwa kweli alidhulumiwa kusema kweli na baadhi ya watu, akajikuta amefungwa, na kwa sababu ana mtoto mchanga ikalazimika kwamba lazima wagerezana na mtoto yule, na kwa kweli ilikuwa ni jambo la kuhuzunisha. Lakini alhamdulillah, kwa faini aliyokuwa nayo zilikuwa zaidi ya milioni 2 takriban, lakini kwa kichache tulikuwa nacho na kuhamasisha misikitini na wadau waliojitokeza, akaweza mama yule kuwa huru. Kwa hivyo ziko kesi nyingine za namna hiyo, ikiwa tu sio za jinai au nini, hizo tunapaswa kuzitizama. Ni sawa fakura kaba kumwacha huru mtumwa, sasa hivi hakuna watumwa, lakini wale pia wanaweza kuingia kundi la kuachwa huru. Kwa hivyo ni fadhila zokuwa kubwa. Tunatoa wito kwa mashirika, taasisi, wako watu wa kesi namna hii, basi tuungane pamoja kwa ajili ya wakati wa mfungo sita. Hii ni rehema Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuwahurumia watu wengine, na ndio wema kwa vitendo kama inavyosema kauli mbiu yetu. Kwa hivyo huo ndio mpango wetu, tunakukaribisheni nyote kwa jumla. Ziara ya taasisi ya JAI haikuishia kwenye sadaka au maneno ya faraja pekee. Ilikuwa ni chemchemu ya matumaini iliyoamsha ndoto zilizokuwa zimelala, ikavunja ukuta wa unyanyapaa na kupanda mbegu ya utu ndani ya jamii. Kupitia sauti ya amiri, upendo wa mama na machozi ya madaktari walioguswa, tukio hilo liligeuka kuwa mwitikio wa kweli kuwa afya ya akili si jambo la kuonea aibu, bali la kutunzwa, kuenziwa na kusaidiwa. Kwa kila aliyesikia, aliyeona au kusoma tukio hilo, ujumbe ulikuwa mmoja: huruma ni sadaka isiyohitaji pesa, na mabadiliko huanza na moyo mmoja wa kujali. Kwa niaba ya crew nzima ya JAI Online TV, Nura Salum, JAI Online TV, wema kwa vitendo. Usisahau kusubscribe, like na kucomment.